Mimi naitwa Sonata Nduka, ni balozi wa PPRA, lakini pia ni msemaji wa Generation Samia. Uwepo wangu hapa, nipo hapa kama balozi wa PPRA ambayo ni mamlaka ya udhibiti ununuzi wa umma, ni taasisi ya serikali, lakini pia niko hapa kama msemaji wa Generation Samia. Matukio kama haya ni platform nzuri ya kuweza kuwakutanisha kubadilishana mawazo, kupeana taarifa mbalimbali, lakini pia kupeana na zile fursa ambazo zipo ambazo zimetengenezwa na serikali yetu ya awamu ya sita. Kwa hiyo ni platform nzuri na kubwa. Pengine walikopo hawafahamu, labda serikali imetengeneza mazingira fulani ambayo kwao wangeyatumia kwa ajili ya kujiinua kiuchumi, hapa wanapata hiyo nafasi ya kuweza kujua. Unadhani kwamba event kama hizi zinavyoandaliwa kuna namna ambavyo zinawasaidia wadada na kuna haja ya kuendelea labda kufanyika ili ziweze kuwasaidia na kuwakumbusha? Ni kweli zinawasaidia kwa sababu ukiangalia msimu wa kwanza wa event hii ya Young CEO Women Gala ilianza na walianza mabinti wakiwa hawana, yani wako katika level ya chini, lakini hao ukikutana nao sasa hivi tayari wameshakuwa wakubwa, yani wamekuwa. Kwa hiyo ni jukwaa ambalo linawapa uthubutu wa kupambana, lakini pia linawapa uthubutu wa kuona kwamba inawezekana pia hata ukiwa binti ukawa CEO wa kampuni yako ambayo uko nayo unaiendesha. Kwa hiyo ni platform nzuri na kubwa pia kwao, na of course imewasaidia, na tunaona hapo mabinti ambao wamefanikiwa kupitia jukwaa hili. Unadhani kuna haja kwamba majukwaa kama haya kuwafikia na watu wa vijijini tofauti na kukaa mjini? Na utofauti wa tukio hili la Tanzania Young Women CEO ni kwamba na yenyewe imejumuisha pia na mabinti na wanawake ambao wanatoka nje ya mji, tofauti na tulivyozoea kwamba ni wanawake wa mijini tu. Kwenye hili tukio linawakutanisha wanawake wa aina hiyo ambao wametoka maeneo ya pembezoni mwa miji kwa ajili ya kuja kujifunza, kwa sababu kila mwanamke anastahili kupata maarifa, anastahili kupata taarifa ili aweze kujikwamua kiuchumi. Na lengo letu ni kwamba kila mwanamke, yani lengo ni kwamba kila mwanamke aweze kusimama, yani naye awe na msaada kwenye familia, kuanzia ngazi ya familia mpaka taifa kwa ujumla wake. Kwa hiyo imefika mpaka huko. Na ujumbe wako kwa wadada, wanawake ni upi? Na kumbuka tunaelekea katika kipindi cha uchaguzi. Oktoba tunatiki. Yani Oktoba tunatiki, na mimi naendelea kuasisitiza kwamba Oktoba tunatiki kwa sababu kura yako ndio ambayo inakwenda kuamua maendeleo ya taifa lako. Kwa hiyo wewe kama binti ambaye unatamani kuja kufanikiwa baadaye, maana yake utatumia hiyo nafasi ya kikatiba ya kuweza kuchagua rais, kuchagua wabunge, kuchagua pamoja na madiwani ili waweze kutekeleza kile ambacho wewe unatamani kiongozi wako aweze kukifanya. Kwa hiyo ni jambo la nawasisitiza kwamba si nafasi ya kuiacha, ni nafasi ambayo wanatakiwa waitumie vizuri, kwa sababu leo hii tunaona namna ambavyo serikali yetu imetengeneza mazingira mazuri kwa wanawake katika sekta ama nyanja mbalimbali. Kwa hiyo na wenyewe wanatakiwa waende wakakamilishe jambo hilo la kupiga kura.